Burhan Media TV inakuletea simulizi na hadithi za maisha. Usikose na kufuatilia Burhan Media TV. Mama Masikini, hadithi sehemu ya kwanza. Msimuliaji wako ni mimi Lizo Mavoice, sauti ulioizoea. Mtunzi wako ni Bwana Jumbe Ibrahim. Katika kijiji kidogo kilichozungukwa na milima, aliishi mama mmoja aitwaye Birehema. Alikuwa mjane mwenye watoto watatu, akijitahidi kuwalea licha ya maisha magumu. Mume wake Mzee Rashidi alifariki dunia miaka 5 iliyopita, na tangu hapo maisha yalikuwa safari ngumu yenye vikwazo. Birehema alifanya kazi za vibarua mashambani, aliosha nguo za watu, na wakati mwingine alitembea kijiji kizima kutafuta kazi yoyote ya kumpatia kipato cha kununua chakula. Lakini bado maisha yalikuwa magumu. Mara nyingi watoto wake walisinzia na njaa, na usiku alikesha akiwaombea maisha bora. Siku moja hali ilizidi kuwa mbaya. Mvua haikunyesha kwa muda mrefu, na mazao yalidumaa na kazi mashambani zilipungua. Aliamua kujaribu kuuza maandazi sokoni, lakini biashara haikufanikiwa kama alivyotarajia. Watu wengi walikuwa masikini kama yeye, hawakuwa na uwezo wa kununua hata yale maandazi madogo aliyoandaa kwa upendo mkubwa. Siku moja tena baadaye, alipokuwa sokoni akiuza maandazi yake yaliyobaki, alikutana na mzee mmoja mwenye hekima. Alikuwa amevaa kanzu nyeupe, uso wake ulikuwa na nuru ya utulivu, na macho yake yalionyesha upendo wa dhati. Mzee huyo alimwangalia Birehema kwa muda, kisha akasema, "Binti yangu, kwa nini unaonekana mwenye huzuni?" Kwa unyenyekevu, Birehema alisimulia jinsi maisha yalivyombana, jinsi watoto wake walivyokuwa na njaa, na jinsi alivyojaribu kila njia ili maisha yaboreshwe bila mafanikio. Mzee huyo alitabasamu kisha akamwambia, "Usikate tamaa, fanya wema bila kutegemea malipo. Kila jema unalofanya Mungu atakulipa kwa njia yake." Birehema alichukua ushauri huo kwa moyo wote. Kuanzia siku hiyo, alianza kusaidia watu kwa chochote kidogo alichokuwa nacho. Alimsaidia mama mzee kubeba mzigo wake, alimpatia jirani yake chakula cha mwisho alichokuwa nacho, na kila siku alijitahidi kutabasamu licha ya uchovu na matatizo. Siku moja, alipokuwa akirudi nyumbani jioni, alipata mfuko mdogo wa kitambaa njiani. Alipofungua, alikutana na pesa nyingi na barua fupi iliyosomeka, "Kwa yule mwenye moyo wa dhahabu, endelea kufanya mema." Alishangaa, hakujua ni nani aliyekuwa amemwandikia barua hiyo. Alikuwa chini kwa muda akilia kwa furaha na kushukuru Mungu kwa miujiza yake. Aliamua kutumia pesa hizo kuanzisha biashara ya kuuza vyakula sokoni. Taratibu biashara yake ilianza kukua. Alinunua jiko kubwa, akaajiri wasaidizi, na hatimaye akaanzisha mgahawa wake mdogo. Watoto wake walipata elimu nzuri na maisha yao yalibadilika kabisa. Lakini jambo moja halikuwahi kubadilika. Birehema aliendelea kuwa mkarimu. Alikumbuka maneno ya yule mzee, "Fanya wema bila kutegemea malipo." Aligundua kwa kila wema aliofanya, Mungu alimrudishia maradufu. Msimuliaji wako nilikuwa mimi Lizo Mavoice, sauti ulioizoea. Mtunzi wako ni Bwana Jumbe Ibrahim, mkono wa dhahabu. Usikose mwendelezo wa pili wa Mama Masikini hapa hapa Burhan Media TV. Tafadhali subscribe channel yetu, like, comment pamoja na kushare na marafiki. Asante sana. Chao. Burhan Media TV inakuletea simulizi na hadithi za maisha. Usikose na kufuatilia Burhan Media TV.